Sababu nyingine katika zile sababu maalumu ni kuiga. Kuiga ni miongoni mwa sababu kubwa zinazowafanya vijana wa Kiislamu kwa ujumla na vijana wa Kiislamu wa vyuo vikuu kwa umaalumu wakengeuke na kwenda kombo na kuacha mwelekeo sahihi. Mimi naweza kusema kuwa sababu hii ina mchango mkubwa sana katika kuharibu vijana wa Kiislamu. Lakini pia ni muhimu kufahamu kwamba swala hili la kuiga ni maradhi mabaya kabisa na yanayoutafuna umma wa Kiislamu wote, wala si kwa vijana tu, kadhalika wala si kwa nchi yetu tu, bali ulimwengu wote wa Kiislamu umekumbwa na maradhi haya mabaya na ya hatari. Suala hili limeutafuna umma wote wa Kiislamu, tena katika masala yote, katika masala yanayohusu itikadi, katika mambo yanayohusu ibada, miamala, mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi na mambo mengine, wama ila dhalik. Mambo yote hayo yameingiliwa na mtihani wa kuiga. Maana katika mambo ya msingi kabisa katika dini yetu ni mambo ya itikadi, na mambo haya pia kuna watu katika Waislamu wameiga itikadi zisizokuwa sahihi, sio zile tulizofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakazishika na kuzielewa wema waliotangulia, sio zile. Sasa wewe unafikiri mambo mengine hali itakuwaje kama mpaka mambo ya itikadi, mambo ya kimsingi kabisa tumekumbwa na maradhi haya ya kuiga? Haya mambo mengine yatakuwaje? Bila shaka hali itakuwa mbaya sana. Ndio utakuta kuna watu wametengeneza mambo wakayaweka wao wenyewe, wakiitakidi kwa mambo hayo ni ibada na kwamba wakiyafanya wanapata thawabu. Mfano haya maulidi haya, ukiyatazama kwa undani kabisa, ni kuwaiga Wakristo katika kumsherehekea Nabii Isa mwana wa Maryam. Basi, na ndio Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Iqtida'us Siratil Mustaqim anasema, wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabii sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu. Kadhalika yale waliyozusha baadhi ya watu, imma kwa kuwaiga manasara katika kusherehekea mazazi ya Isa alayhi salam, au mapenzi kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtukuza, ni kuiga tu. Sasa njoo katika mambo ya kijamii, angalia yale mambo ya kijamii yanavyofanyika, yale mambo ya furaha jinsi yanavyofanyika, au mambo ya huzuni yanavyofanyika. Mambo ya furaha ziangalie harusi za Waislamu, ni kuiga kutupu. Utakuta mpaka matarumbeta, kitu kimetolewa makanisani kimeletwa katika harusi za Waislamu na yanapigwa. Leo kuna birthday, kukata keki na kumwagiana maji, mambo ambayo vijana wa Kiislamu wanayafanya na yanaonekana ni mambo ya kawaida tu. Birthday ya mtu leo achukuliwa, apewa keki, achafuliwa na keki ile, amwagiwa maji. Wangapi mshafanya hivi? Si mlikuwa hamjui, sasa hivi mmejua, mmeacha bwana, si ndio? Kukata keki. Sasa jambo la kushangaza, ati wale wanaoitwa kwamba ni mashehe miaka ya hivi karibuni wakatengeneza keki ya birthday ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si mnaikumbuka Mkenda kwenye YouTube pia mtaikuta hiyo keki, ni juzi tu hapo. Tena ati keki hii ina kilo 100, birthday ya Mtume Muhammad, njoo tuikate hapa. Ati jambo hili lafanywa na watu wanaoitwa ni mashehe. Bid'a ni mzigo mkubwa sana. Allah atuepushe na bid'a. Bid'a ni uholela, bid'a ni uholela, bid'a haidhibitiki, inakwenda tu.
Wewe kweli waweza kutasawar kwamba shekhi ameleta keki eti wakati birthday ya mtume? Yote haya ni mambo ya kuiga haya. Kwa hiyo mambo mengi sisi waislamu tumeiga, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishatabiri katika hadithi ya Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu alyahudu wan nasara ya Rasulullah qala faman, wallahi mtafuata mienendo taratibu za wale waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua. Katika riwaya imekuja dhiraa kwa dhiraa, shibri kwa shibri, mguu kwa mguu, mtafuata nyinyi. Tena msisitizo bwana, neno hili la mwanzo lina msisitizo, mwanzo wa neno mpaka mwisho wa neno, la tattabi'unna. Mtume akasema hata wakiingia katika shimo la kenge na nyinyi mtaingia, mahala pa hatari kabisa. Masahaba wakamuuliza, ni Wayahudi na Manasara ewe mtume wa Allah? Mtume akasema, nani kama si hao? Bali katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano mkali zaidi. Katika hadithi ya Abdullah bin Amr, Mtume anasema, la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila mithlan bimithl hadhwa an-na'l bin-na'l hatta law kana fihim man nakaha ummuhu alaniya lakana fi ummati mithla. Yatakuja katika ummati wangu, kwa hakika wallahi yatakuja kwa ummati wangu yale yaliyokuja kwa wana wa Israeli, yale yaliyowapitia wana wa Israeli, yale mfano kwa mfano na hatua kwa hatua. Hata ikitokea mmoja wao akamzini mama yake hadharani, basi atapatikana katika ummati wangu mfano wake atakayefanya hivyo. Sasa mfano huu wa pili ni mfano mkali kabisa, wenye kiwango cha juu kabisa. Vitu vitatu vya msingi vya kuzingatia. Cha kwanza, mtu huyu amezini, jambo ambalo ni baya kwa mila zote na tamaduni zote, wala si kwa Uislamu peke yake. Jambo la pili, amemzini mama yake, mtu ambaye hata kihalali haruhusiwi kumuoa. Jambo la tatu, ameyafanya hayo hadharani, jambo ambalo hata kama si zinaa, hata kama ni kwa kuoa, tena kwa mwanamke unaoruhusiwa kumuoa si mama yako, pia jambo hilo alifanyiki hadharani. Lakini mtu huyu amelifanya jambo hilo chafu na baya, na bado akaigwa. Hasa wataka mfano gani tena zaidi ya mfano huu, kuonesha kwamba nyinyi Waislamu mtaiga kila kitu hatua kwa hatua, hata mambo ya ovyo yasiyokuwa na maana. Na hili ni katika vitu vilivyowapotosha na kuwakengeusha vijana wengi wa Kiislamu. Sasa hivi mimi niwaulize, kuna jambo gani ambalo Waislamu hawajaiga kutoka kwa Mayahudi na Manasara? Kila kitu tumeiga, mfumo wetu wote wa maisha tumeiga, hakuna tulichoacha. Tangu majumbani mwetu, mavazi yetu, maneno yetu, ulaji wetu, miamala yetu na maisha yetu yote kwa ujumla, sisi tumeiga. Jambo hili linawaathiri vijana wa Kiislamu na kusababisha wakengeuke na wauache usawa na usahihi. Sasa nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu, nyinyi bil khusus mmeathirika sana na jambo hili kimtindo wenu. Na siku zote mimi huwa nikitaja kwenye nukta hii huwa nalisema hili jambo ambao naamini ni ukweli, na tukisema ukweli tukauweka wazi, basi huenda mtu akatanabahi na akarudi katika usawa. Moja katika tatizo kubwa linalowafanya vijana wengi wa Kiislamu wa vyuo vikuu waingie katika mtego huu wa kuiga na hatimaye kubadilika mfumo wao wa maisha ni ushamba. Ni nini? Ushamba. Ushamba Kiingereza unaitwaje? Ushamba kivipi?
wanafunzi wengi wa vyuo vikuu wanatoka mikoa mbalimbali kufuata vyuo vikuu vilipo, sehemu ambayo vyuo vikuu vipo. Na kwa miaka michache hapo nyuma wengi sana walikuwa wanakwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma. Sasa hivi baadhi yao wanakwenda Dodoma, wengine wanakwenda Morogoro, ila bado wengi wanakwenda Dar es Salaam kwa sababu ndio kuna vyuo vingi na vikubwa. Sasa kijana huyu anakwenda Dar es Salaam kusoma, labda chuo kikuu cha Dar es Salaam au Ardhi University au Muhimbili University au DIT au IFM. Anatoka mkoani. Wengi pale Dar es Salaam si wenyeji, wengi ndio mara yao ya kwanza pale Dar es Salaam, bali wengine hata yale makao makuu ya mkoa wake kama ni Dodoma au ni Singida ndiyo mara yao ya kwanza kufika, akiwa njiani kuelekea Dar es Salaam kwenda kusoma. Yule ambaye katika nyinyi ndiyo ana mfano huu anyooshe mkono, na wala si tatizo. Huwa mara nyingi mimi nazungumza na wale waliokuwa hivyo wananyoosha kwamba ni kweli bwana, mimi wakati ndio nakwenda Dar es Salaam kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam au IFM au Muhimbili University, pale mkoani kwangu pale ndio mara ya kwanza napita na kuuona nikielekea huko. Kama yupo anyooshe wa kwanza. Najua mimi wapo wengine hawataki bwana, humu mnaona aibu. Jambo la kawaida hilo, wala si jambo baya. Mwingine nani? Shekhe, wewe unatoka wapi? Tabora. Kwa hiyo pale mkoani kwako Tabora pale ulipoona kwa mara Dodoma. Kuna mtu ulikuwa unamuonesha hapo, ndio naye anajificha hata kujionyesha. Mimi najua hapo wengi. Mwingine amesoma kijijini huko tangu shule ya msingi, mwingine amesoma shule ya sekondari ya kata, high school akaenda wilayani, kama ni Dodoma labda akaenda Mpwapwa, sijui Kondoa, wilayani pale. Kwa hiyo yeye ameishia mazingira ya kijijini mpaka high school wilayani. Sasa amesoma high school, amemaliza, amechaguliwa kwenda Mlimani. Sasa pale Dodoma pale, ambaye ni mkoa wake, mara yake ya kwanza kupita ni njiani akina Dar es Salaam, ndio aiona hii Dodoma. Sasa mimi niambieni, akifika Dar es Salaam hali itakuwaje? Yeye mniambieni, akifika Dar es Salaam hali itakuwaje? Hali itakuwa ni mbaya, sababu mji ni mkubwa, una watu wengi, una mambo mengi, na anaingia chuoni anakutana na watu wengi, tena wakati mwingine watu wa mataifa mbalimbali. Atakutana na wa Kenya, Waganda, wa Zimbabwe, wa South Africa, wa Uingereza, wa Marekani, watu wa nchi za Uarabuni. Kwa kesi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, watu wa mataifa mbalimbali wapo pale. Sasa ndiyo pale kijana huyu anapoona kila alilolikuta mjini au kila alilolikuta pale chuoni kwamba ule ndiyo usomi. Sasa ule usomi ule aliyoambiwa kwamba wewe unakwenda kuwa msomi, unakwenda kuwa mtaalamu, usomi wenyewe sasa ni yale mambo aliyoyakuta mjini pale na pale chuo kikuu. Ule ndio usomi wenyewe. Sasa sikwambii yule anayetoka kijijini akaenda kusoma chuo kama IFM. Kuna wanafunzi wa IFM hapa wapo na IFM ni mjini kabisa kule. Ukitaka kwenda Ikulu pia unaweza kutembea kwa mguu. Ukitaka kwenda sijui wizara ya nini, sijui wizara ya nini, sijui atembea tu. Sasa hivi wizara zimehamishwa, lakini zipo ofisi zao. Majengo ya mabalozi na mabalozi, makamisheni ya Ulaya sio nini yamejaa pale. Kwa hiyo kule kuna ule mjini. Maana bora hata chuo kikuu cha Dar es Salaam Ubungo huku
kwa watu wa kawaida. Kule ni mjini sasa, yani vile pap anasoma IFM anakutana na mazingira yale. Mtu ametoka Kantalamba huko au Nyambilimbi huko au Afrika Uyombo au Kivumbitifu. Kivumbitifu sasa hivi ni mjini. Mnaonaje mambo yake itakavyokuwa? Mnaonaje ile mazingira? Mabadiliko yanakuwa ni ya haraka sana, na yeye anaona yale mambo yote yale ndio usomi wale. Hata mambo ya kijinga yeye pia anaona ni usomi. Ni kweli si kweli? Kweli. Wala sitaki mnijibu, najijibu mimi mwenyewe. Vijana wanabadilika. Halafu kuna mambo unayakuta pale chuo kikuu yamewekwa na nani haijulikani. Ndio utakuta watu wanapoingia katika vyuo vikuu hubadilika mfumo wao wa maisha wote. Atabadilika mavazi yake, maana alipoingia na zile nguo zake kaambiwa kwamba hizi nguo zako mbona za kishamba bwana. Kwa hiyo anapopata pesa akapata boom, sasa anakwenda kununua nguo ambazo sio za kishamba. Wakati mwingine amepata pesa akaona ngoja ninunue nguo, ile nguo aliyokuja nayo chuoni pale akakutana na rafiki yake ambaye sasa ni mjanja sasa, lakini naye pia katoka huko kijijini, isipokuwa kashajanjaruka. Ametoka huko kwa Nyambilimbi, Nyakanazi, sijui Kantalamba, Tandahimba, katoka huko naye, lakini ameshajanjaruka sasa. Mwenzake amenunua nguo, amwambia za kishamba hizi. Wewe ununua nguo gani bwana? Wewe vipi bwana wewe uko chuo kikuu unanunua nguo za vipi hizo bwana? Umeelewana? Sasa kijana huyu akili yake ina click kwamba kumbe kuna nguo za kishamba na ambazo sio za kishamba, jambo ambalo yeye halijui. Kabla hapo halijui. Kwa hiyo akipata pesa sasa inabidi aende akanunue nguo ambazo sio za kishamba. Sasa hizo nguo ambazo sio za kishamba atakapozikuta ndio hivyo hivyo, hata kama ni zile zilizopasuliwa zile au zile zimewekwa viraka. Nguo mpya iko dukani imewekwa kiraka. Sasa ana sita, hii nguo hii mbona kama za kule kijijini tena za watu dhaifu hizi. Wewe ndio modo hii. Wewe vipi ndio modo hii? Angalia nguo imevaa nani? Amevaa Messi, amevaa sijui nani, amevaa nani? Aanza kutajua, nipe. Kijana mshamba kabisa anaingia na kengeuka kwa sababu ya ujinga. Vile vile wanabadilika pia katika ulaji wao wa chakula. Kwanza aina ya vyakula. Maana kafika chuo kikuu kapewa boom pale, anakuta kuna egg chop, wala hakuziona huko Mpwapwa. Kuna cutlets, kuna nini. Anaanza kusikia misamiati mipya sasa. Lunchbox, burger, pizza. Haitwi pizza, inaitwa pizza. Kwa hiyo aina ya vyakula vinabadilika, bali hata ulaji wenyewe pia unabadilika wa chakula. Sasa hivi atabakisha chakula kwenye sahani, lakini kule Tandahimba alikuwa habakishi chakula. Mimi wakati mwingine nashangaa, mtu amekwenda cafeteria, amenunua chai asubuhi, breakfast, amenunua chai na maandazi 3, halafu anakunywa chai na andazi moja, mawili anayaacha. Sasa hili jambo la mimi lanishangaza sana, na mara nyingi tabia hii wanayo watoto wa kike. Maana bora wali, utasema kaniwekea wali mwingi, lakini maandazi umenunua mwenyewe 3, halafu unakula moja, mawili umeacha pale. Sasa usije ukafikiri kayaacha kwamba mabaya au kwamba kashiba. Si ameshakuwa msomi mjanja wa mjini, lazima bakishe chakula. Haya mambo yapo mpaka leo, nyuma yashangaa. Wanafunzi wa vyuo wanayaona huko, sababu wajinga siku zote hawaishi. Kama ni kinywaji sasa inabidi anywe afu abakishe kidogo. Yapo haya. Soda atakunywa, ataibakisha. Ile kupiga soda mpaka mwisho, hayo mambo gani ya kishama bwana, hayo mambo wewe bwana. Utakunywa na vigawe bwana. Utakuta soda zimeachwa nusu kabisa.
bora aiache, kwa sababu hata soda yenyewe pia ina madhara. Lakini haiachi kwa sababu ya madhara, anaiacha kwa sababu ya nini? Ya ule ushamba ule, kwa sababu kaambiwa kaona ule ndio usomi. Vijana wanakengeuka. Mwingine ule ulaji wake, sisi kwa kawaida tumezoea katika wali, tutakula wali kwa nini? Kwa mkono. Yaruhusiwa kula wali kwa kijiko. Sasa mwingine siku moja eti akaona kinyaa sisi kula wali kwa mkono, akahama katika meza akaondoka. Sasa tukaulizana, huyu si ni Msukuma mwenzetu huyu, si Mnyamwezi huyu, aona kinyaa sisi kukamata wali kwa mkono? Utaula vipi wali vizuri? Mwingine tumeenda kwenye semina, imeletwa kuku na vile vifaa vile vyombo vile, kisu sio inashikashika, mara kamporochosha kuku kaanguka. Kuku wale kaangwa, wataka kumla kwa kijiko, kwa kisu. Wanapata tabu watu wanapata tabu sana. Kadhalika kijana atabadilika pia uongeaji wake, zile vowels zitabadilika, consonants nazo zitabadilika, na syllables zenyewe pia zitabadilika, sio zile tunazozijua sisi za kila siku za Kiswahili, zile pia zinabadilika, ule uongeaji. Kwa hiyo atakwambia vizuri. Hawasemi hivyo, hawasemi, nasema vizuri. Haya sisi Waswahili, hii vizuri, hii vowel na consonant na syllable hii iko vipi? Waingereza wana vowel 20, sisi tuna vowel 5 a, e, i, o, u. Waingereza wana 20. Ndio maana wao wanaweza kupata tabu kumwambia atamke Morogoro, akamwambia Morogoro, kwa sababu yeye hatamki ile mo, anatamka ao, kwa sababu ana vowel zaidi. Sasa we vizuri, wapo watu hawa, hawapo, ule ndio usomi ati. Wow, akiona kitu wow, Kiingereza chenyewe kusema hawezi, kabakia na wao tu. Lakini pia wanabadilika utembeaji, hasa wanawake, maana watoto wa kike ndio wahanga katika jambo hili. Lakini pia atabadilika tabia zake, atabadilika mienendo yake, atabadilika mpaka maumbile yake, na hasa watoto wa kike. Hapa katika kubadilika maumbile na kutafuta urembo, hapa watoto wa kike, wanafunzi wa vyuo vikuu hapa wametahiniwa sana. Mtoto wa kike ataingia kwenye balaa la urembo litakalomsumbua tangu anaingia chuo mpaka maisha yake yote. Maana katika jambo linalowahangaisha wanawake duniani na kuwapotezea mali nyingi ni suala la urembo. Na wale wanaosoma psychology, kuna ile katika psychology kuna consumer psychology, kuna consumer psychology ya mnunuaji au ya mtumiaji. Zinasomeshwa, wanasema mnunuzi wako wewe akiwa ni mwanamke, basi wewe una mnunuzi mwaminifu sana, kwa sababu kwa kawaida mwanamke ana tabia fulani katika masala yake ya ununuzi. Anaweza akanunua kitu ambacho hakupanga kukinunua kwa sababu ya kukiona tu. Sasa hii consumer psychology na wanawake kubadilika na kutaka kutafuta urembo imewaathiri sana wakina dada wa Kiislamu. Ndio utakuta yale maeneo ambayo yamezunguka vyuo vikuu yale, hasa mijini, utakuta zile huduma zenye wateja wengi zipo karibu zile. Kama stationaries utazikuta zipo, lakini pia utakuta maduka ya vipodozi na maduka ya nguo mengi kabisa. Haya vipodozi na ya nguo haya ni kwa ajili ya watoto wa kike, kwa sababu wameshaingia vyuo vikuu, wanabadilika sasa kutoka katika hali walionayo, wanakwenda kwenye hali mpya.
kwa kesi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, pale Dar es Salaam, maeneo yale ya Mwenge pale Mwenge kituoni pale. Sasa hivi kimebadilishwa kituo. Wale waliosoma miaka kadhaa nyuma, kabla kituo hakijahamishwa na kupelekwa Makumbusho, wanajua kama pale ndio lilikuwa soko la urembo pale. Wateja wakubwa ni wanafunzi wa vyuo, kwa sababu pale pana mzunguko wa vyuo. Kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna chuo cha ustawi wa jamii, kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam campus ile ya Kijitonyama pale na nini, kuna chuo kikuu cha ardhi, chuo cha takwimu, sio chuo kikuu kile, maeneo yale yale. Sasa hivi pale mawasiliano pale nimeona kwamba kuna maduka ya nguo, maduka ya vipodozi, maduka ya urembo mengi, kwa sababu ni station. Sasa wanafunzi wanapanda mabasi na kutoka pale, na hata sehemu nyingine hali ndio iko hivi, kwa sababu ya mabadiliko. Wanawake wanabadilika mpaka maumbile yao. Sasa hivi ataweka kucha zile ndefu zile ambazo hawezi kula ugali. Sasa pamoja na kwamba ni Msukuma yeye, lakini ugali hawezi kufanya nini? Kula, kwa sababu kucha ndefu zile. Hii ndiyo hali halisi ya mabadiliko ya wanafunzi katika vyuo vikuu, kwa sababu ya kule kuiga tu. Kuiga kumewakengeusha na kuuacha Uislamu sahihi. Tumezungumza sana kwa leo, itoshe. Naona mashekhe na wapangaji wameiweka maudhui hii kwa siku mbili, wamenipa siku mbili. Kwa hiyo inshallah kesho tutaendelea na kuzitaja sababu nyingine ambazo zinapelekea vijana wa Kiislamu kukengeuka na kwenda kombo kifikra na wakauacha Uislamu sahihi. Mimi huwa siulizwi maswali, lakini kuna swali limeulizwa hapa. Maswali ni kwa mashekhe tu jamani, lakini kuna swali limeulizwa, acha tulisome alafu ndo tutamalizia nalo muhadhara wetu. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu wameshughulika sana na hao mashekhe wa mitandaoni kama vile Mufti Menki, kiasi kwamba kwao kuacha ni ngumu baada ya kuathirika na maneno yao. Je, ni zipi nasaha zako kwao? Watumie mbinu gani kuwaepuka? Huu ni mtihani ambao umewakuta vijana wengi wa Kiislamu, bali umma wa Kiislamu kwa ujumla, kughurika na watu ambao hawana mwelekeo wa sawasawa katika dini yao, mwisho wakawapoteza. Hakuna namna isipokuwa ni kuwaacha watu hawa, kutowasikiliza, kufuta zile clip zao kama ni video clip au audio clip, na kujitenga nao. Jambo hili watu wanatupiga vita sana sisi. Wanasema nyinyi wanafunzi wenu mnawafunga kifikra, wasikilize upande mmoja tu, upande mwingine wasiangalie, wasiuangalie upande mwingine wa shilingi, waangalie upande wenu tu, mmewafunga. Hii tahadhari imetolewa na wanawachuoni wa Kiislamu, kwa sababu kuwasikiliza watu hawa waliokengeuka kunaweza kukusababishia wewe kukengeuka na wewe, na bila shaka itakuwa hivyo. Na ndio hii tukaitaja kuwa ni sababu za kuwafanya vijana wakengeuke, na hatuna tiba zaidi ya kuwaambia achaneni na watu hao. Huko mitandaoni kuna watu wengi, kuna wazungumzaji wengi, lakini wengi wao achilia mbali tu kwamba hawako kwenye manhaji sahihi, bali hata ilmu yenyewe pia hawana. Ni watu wajanja tu. Salama yako na salama ya dini yako ni kufuta kabisa hayo mambo na kuachana nao. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.